Mnachokitafuta mtakipata, kwenye mlima huu mtakipata. Rafiki yangu, mimi kabla sijaingia humu nilikuwa na kazi yangu nzuri kabisa. Sawa? Mpaka sasa najuta kwa nini niliingia humu. Na unajua tumempoteza Mageme. Sawa? Lakini hatujui kama tutatoka salama humu au la. Lakini tumeshavulia nguo maji, lazima tuyaoge. Haturudi mpaka tupate hazina. Sawa? Sijui kama unaelewa. Rafiki yangu, umenielewa? Oya, umenielewa? Nimesema hivi, tumeshavulia nguo maji, lazima tuyaoge. Tunarudi nyumbani na hazina. Sawa? Hakuna kukata tamaa. Sisi ni wanaume, tumeacha familia, tumeacha kazi zetu. Sasa kazi zetu tutazikuta na hazina tunarudi nayo. Ugomvi uache. Sawa? Tupambane kiume. Kama tutakufa tufe kiume, kama tutapona tupone kiume. Nimemaliza. Giza limetanda juu ya mlima, sauti za vilio zinaita usiku. Njia za zamani zimefungwa kwa damu za watu waliopotea. Wengine walikuja kutafuta mali, dhahabu ya kale ya mababu, lakini tamaa ikawageuza sadaka yangu. Wakata Malkia, nimezunguka msituni, wale wanadamu saizi wana makundi mawili. Kundi moja ni la wale wanaotaka hazina, kundi lingine ni wale wenye wapo kutalii. Tuanze na kundi lipi? Sisi kazi yetu ni moja, ni kulinda hazina. Tutaanza na waliokuja kufuata hazina. Kuna siri ya damu, wengi waliingia kwa tamaa, lakini Blaza, unaamini kwamba hiki tunachokifanya tutafanikiwa? 100%. Maana blaza, nina wasiwasi mkubwa sana, kwa sababu ukiangalia mazingira tuliyomkuta yule kijana ni mazingira tatanishi. Niliwaza sana kwamba huyu kijana yuko mazingira haya, afiki muangalia amekaa ovyo ovyo na madamu siumani. Blaza, kiukweli mimi tupo kwenye hii kazi ya kutafuta hazina, lakini blaza, na wasiwasi mkubwa sana. Lakini je, bro, wewe unanihakikishia kabisa hii hazina tutaipata? Ukiwa na mimi hakuna jambo ambalo linaweza kushindikana. Mpaka mimi nimejitoa kwamba tunaenda kuzichukua hazina. Mimi sio kichaa, nina akili. Siwezi kupoteza muda wangu mlimani kwenda kutafuta kitu ambacho sina uhakika nacho. Nina uhakika 100% hazina zipo. Make historia aliniambiaga babu yangu. Yule jamaa amesema alizikaribia nini? Hazina. Ndio maana nikasema acha tumchukue huyu atuongoze kwenye nini? Kwenye hazina.
hazina zile zipo 100% na tumejipanga. Kwa hiyo unamaanisha kuwa tukizipata tu hazina maisha yetu safi? Hapa ni juhudi tu kusonga mbele. Hayo mambo ya kwanza kujadili kusema sijui nini, jambo hili halijakaa sawa. Wengi wanaanzaga kama wewe wanakata tamaa. Mwanaume haitakiwi uwaze kukata tamaa hata siku moja. Mwanaume ukiamua sawa kuingia kwenye miba, ingia kwenye miba, uangalie inachoma kiasi gani. Basi kwa hapo brother, haina mbaya. Wakufa afe, wakubaki abaki. Au vipi? Imeisha hiyo. Wengine walikuja kutafuta mali, dhahabu ya kale ya mababu. Sasa kazi inaanza. Na kuagiza kila binadamu alioingia kwenye mlima kamuue. Kawaue, yani yote utakaye kutana naye kawaue wote. Nimekuelewa mtukufu Malikia. Sasa nimekuagiza ukafanye utopolo. Hata wewe nitakuua. Huu ni muda wa kazi, sio kuleta starehe. Umenielewa? Sikia sauti msituni, usiitike. Ukiona mwanga usiusogele. Kila hatua ina macho yanapona, na mlima hawasamehe wenye tamaa. Kulwa, hii ndio kazi leo kuleta. Kazi yako ni kulinda hazina na sio kulinda binadamu. Doto, usinifundisha nini cha kufanya. Mwenyewe naelewa kazi yangu leo nileta kwenye mlima. Sasa nitakuonyesha nguvu ya hasira yangu. Binadamu wote nitaua. Tena nitaua kwa kifo cha kikatili sana. Sawa. Ngoja nikuonyeshe nguvu ya hasira yangu. Nitaua wote. Wameapa kulinda kilele. Mmoja ana huruma moyoni, mwingine anaishi kwa hasira ndani ya mapango ya mlima. Ni hamna bahati. Na kwa sababu mmeingia kwenye mlima, hamtatoka salama. Poleni sana. Ejo bana mama na
Wewe Gena, nini umelala mpaka muda huu? Unajua saa hizi saa ngapi? Sasa kwa nini umelala mpaka saa hizi mwanangu? Hujachokaga tu kulala wewe ubavu, unalala tu mpaka muda huu. Huo ni uvivu mwanangu, wewe ni mvivu. Saa hizi mimi niamke nipike chai, nifanye usafi, wewe umelala. Utalala mpaka saa ngapi? Unaumwa? Hapana mama, najisikia tu uchovu. Unajisikia uchovu? Kutoka usiku wote hujapumzika mpaka saa hizi bado unapumzika mwanangu. Mpaka saa 4 hii saa hizi umelala. Unajisikia uchovu. Nimekwambia kichwa kinaniuma. Nimeamka nimefanya usafi, nimepika chai, wewe bado umelala tu. Kama mimi na wewe ndio unaumwa sana. Manake wewe huwezi kazi, si ndio? Hapo ulipo wewe ni binti. Umeshakuwa mtu mzima. Karibu utaolewa muda wote ule. Unalala tu. Wewe ni mvivu mwanangu. Wewe ni mvivu. Hamna cha umechoka wala nini kujisikia vibaya kwa aje huko. Nimekwambia kichwa kinaniuma toka jana. Kwa mimi sijisikii vibaya. Mpaka saa hizi wewe umelala. Haya, amka ukanywe chai. Wewe si umekaa kama bosi? Siwezi kufanya kazi mwanangu. Unataka umri huu nitafute au sigara kusaidia wewe kupika chai? Amka ukapike chai. Ukanywe chai. Fanya haraka unywe chai. Jema. Habari ya mjini ni Milan Super Sembe. Huu ni unga bora wa sembe unaozalishwa katika mkoa wa Songwe, wilaya ya Mbozi, kata ya Mloo. Milan Super Sembe. Tupigie kwa namba za simu 0742 47 91 12 au tupigie kwa namba za simu 06 97 44 61 06. Milan Super Sembe ametuletea sembe iliyo bora kwa ajili ya chakula. Tanzania tumeletea Milan Super Sembe. Tunapo taarifa tunasema chakula kizuri chenye afya na afya bora, na utapata matumizi mazuri ya chakula chetu. Milan Super Sembe tunauza unga kwa bei ya jumla na rejareja. Kwa wale watakaohitaji kwa ajili ya jumla kibiashara, njoo, mzigo ni wa kutosha, lakini ukihitaji kwa matumizi ya nyumbani, mzigo ni wa kutosha. Kwa wakazi wa Mloo, tunapatikana mkabala na Uhuru Hospital ama jirani na kanisa la TAG. Ukifika mahali hapo unakuwa umetufikia Milan Super Sembe. Usikose kututafuta kwa lishe bora, kwa unga bora wa Kiafrika. Giza limetanda juu ya mlima, sauti za vilio zinaita usiku, njia za zamani zimefungwa kwa damu za watu waliopotea. Wengine walikuja kutafuta mali, dhahabu ya kale ya mababu, lakini tamaa ikawageuza sadaka ya nguvu za mlima. Ukisikia sauti msituni usitike, ukiona